Ulimwengu una siri mbalimbali ambazo kama ukizijua na kuzitendea kazi, utakuwa moja kati ya binadamu wenye mvuto wa kifedha kuliko binadamu wengine. Yaani wewe utakuwa kama sumaku ya kuvuta fedha. Wakati watu wengine wakihangaika na kutumia nguvu kubwa kutafuta fedha, wewe utakuwa umefanikiwa kuzitega. Zitakuja zenyewe katika maisha yako. Kwa sababu natamani nawe ukawe miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika maisha yao. Katika video hii nitakwenda kukwambia mambo mbalimbali ambayo ukiyafanya kuanzia leo utakwenda kuwa sumaku ya fedha. Utakuwa na mvuto mkubwa wa kifedha kuliko binadamu wengine. Umevutiwa na video hii? Basi jiunge nasi kwa kusubscribe chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo ukianza kuyafanya katika maisha yako utakwenda kuvuta mamilioni ya fedha kwenye maisha yako kuliko binadamu wengine. Namba 1, jifunze ujuzi unaohitajika sokoni. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia wanatamani kumiliki fedha nyingi kwenye maisha yao, lakini ni wachache tu ndio wanaojua siri ya kumiliki fedha. Na hii ni siri ambayo hakuna atakayekwambia. Moja kati ya mambo ambayo yatakwenda kukuingizia mamilioni ya fedha kwenye maisha yako, lazima ujue kwanza kuwa fedha haitafutwi, bali fedha inategwa. Ili uweze kuitega fedha, lazima ujue ni ujuzi gani ambao unahitajika sokoni. Kwa mfano, ni biashara ya aina gani ambayo inahitajika sokoni. Sio kila biashara ukianzisha itakupa mafanikio. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wapo katika jamii fulani, hebu fuatilia jamii ambayo unaishi nayo, ni mahitaji gani makubwa iliyokuwa nayo. Utakapoweza kuyajua mahitaji ya jamii ambayo unaishi nayo, utakuwa umeshaanza mwanzo mzuri wa kwenda kuvuta mamilioni ya fedha kwenye maisha yako. Lakini unatakiwa kujua ni teknolojia ya aina gani ambayo inahitajika, ama uuzaji wa aina gani ambao ukiufanya utakuwa na upekee ambao haupo kwa binadamu wengine, au ni aina gani ya maudhui ambayo ukitengeneza binadamu wengi wanatamani kuyasikiliza kwa sababu yatakwenda kubadilisha maisha yao. Utakapoweza kuyajua mahitaji ambayo yapo sokoni, sasa unatakiwa kwenda katika hatua inayofuata. Namba 2, anzisha biashara kutokana na mahitaji ambayo uliyabaini katika hatua iliyopita. Kwa sababu katika utafiti uliopita uliweza kujua ni ujuzi gani ambao unahitajika sokoni, ukaweza kujua ni biashara gani ambayo ukiifanya kwa ujuzi ambao unahitajika utakwenda kufanikiwa. Ukishabaini hilo, hauna haja ya kusubiri hadi uanzie kikubwa. Hicho kidogo ulichokuwa nacho anzia, kwani huwezi kufika mbali bila kuanzia karibu. Namba 3, tengeneza vyanzo zaidi ya kimoja vya kukuingizia mapato. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua, mto unapokuwa na mifereji mbalimbali ambayo inauingizia maji, huwa inaweza kuwa na maji mengi kuliko mto ambao hauna mifereji mingi ambayo inauingizia maji. Lakini mto ambao una mifereji mingi ya kutolea maji huwa unabaki na maji machache kuliko mto ambao unakuwa na mifereji michache ya kuondoa maji. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ili uweze kumiliki mamilioni ya fedha kwenye maisha yako, hakikisha hautegemei chanzo kimoja cha fedha, kwani chanzo hicho kitakapopata matatizo kikaziba, ina maana hautaweza kutengeneza fedha yoyote tena kwenye maisha yako. Kila mwanadamu ambaye amefanikiwa alikuwa na chanzo zaidi ya kimoja ambacho kilikuwa kinamuingizia fedha. Haijalishi wewe ni mtumishi wa umma, wewe ni mfanyabiashara, au wewe ni moja kati ya watu ambao wana ujuzi fulani, hakikisha unafikiria ni kitu gani kingine ambacho unaweza kukizalisha kutokana na kazi ambayo unaifanya. Ukisha kuwa na chanzo zaidi ya kimoja, kidogo kidogo ambacho unakiingiza kutokana na vyanzo mbalimbali ambavyo umevianzisha, utakwenda kuingiza kiwango kikubwa sana cha fedha. Namba 4, hakikisha unakuwa na nidhamu ya fedha katika maisha yako. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wengi wanaamini ukijituma katika kazi peke yake
inatosha kukufanya kuwa moja kati ya watu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Ni kweli, kujituma kwenye kazi ni kanuni mojawapo ya mafanikio, lakini unachokipata baada ya kujituma kwenye kazi unakitumiaje? Kama utakuwa unajituma kwenye kazi asubuhi, mchana na jioni, ukaweza kuingiza mamilioni ya fedha, lakini bado ukakosa nidhamu ya matumizi katika mamilioni ya fedha ambayo unaingiza, bado hautakuwa na tofauti na mwanadamu ambaye hafanyi kazi kabisa. Kwani ukiingiza milioni moja kwa siku, alafu matumizi yako yakawa milioni moja kwa siku, hakuna chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako, kwani utakuwa ni sawasawa na bomba ambalo linaingiza maji lita kadhaa, alafu linatoa maji lita sawasawa na ambazo zimeingia. Maji hayatoweza kukaa ndani ya bomba hilo, na pindi mfereji wa maji utakapoziba, bomba litabaki empty. Umejifunza nini? Ni kwamba ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatamani kuwa na mamilioni ya fedha kwenye maisha yao, piga hesabu wewe ni mwanadamu ambaye unaingiza kiwango gani cha fedha katika maisha yako kwa siku, kwa mwezi na kwa mwaka. Alafu hakikisha matumizi yako yanakuwa chini ya kiwango cha fedha ambacho unakiingiza katika kipindi hicho. Endapo utaweza kufanikisha zoezi hilo, basi utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio. Lakini kama matumizi yako yatakuwa makubwa kuliko kiwango cha fedha ambacho unakiingiza kwenye maisha yako, amini usiamini, hata ujitume vipi katika kazi, hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Namba 5, jenga utamaduni wa kuwekeza kwa busara katika maisha yako. Watu wengi hujikuta wakipoteza fedha ambazo wanazimiliki kwenye maisha yao kwa sababu kila fursa ambayo wanaisikia, bila hata kuifanyia utafiti, wao wanapeleka fedha zao. Na watu wengi wa kundi hili hujikuta wakipoteza fedha nyingi katika maisha yao na kujikuta katika wimbi la umaskini. Ni kitu gani sasa ambacho unatakiwa kukifanya? Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, endapo utasikia kuna fursa ya uwekezaji, usikurupuke. Fanya utafiti, ujue ni changamoto gani ambazo zipo katika uwekezaji ambao unahitaji kuifanya. Ni athari gani au ni hatari gani ambazo utakwenda kukumbana nazo katika uwekezaji ambao utakwenda kuufanya. Baada ya kuelewa changamoto mbalimbali ambazo zipo katika uwekezaji ambao unakwenda kuufanya na namna ya kukabiliana nazo, nenda kawekeze, kwa sababu utakuwa unajua ni kitu gani ambacho unakwenda kukifanya. Namba 6, hakikisha unajenga mtandao wa binadamu ambao wanahitajika katika safari ya mafanikio yako. Moja kati ya makosa ambayo binadamu wengi huyafanya na kujikuta wakishindwa kumiliki fedha ambazo wanatamani kuzimiliki kwenye maisha yao ni kutokuwa na watu sahihi katika safari ya mafanikio yao. Ngoja nikwambie, ili uweze kufanikiwa, hakikisha unakuwa karibu na binadamu ambao wanaweza kukuletea fursa mbalimbali, kwani asilimia kubwa ya binadamu ambao wanaweza kukuletea fursa mbalimbali katika maisha yako ni watu ambao watakusaidia kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine yenye mafanikio kuliko sehemu uliotoka. Wanadamu wanaoweza kukuunganisha na kazi mbalimbali au biashara ndio hao ambao unawahitaji zaidi katika mahusiano yenu ya kirafiki kuliko binadamu wasiokuwa na faida yoyote kwenye maisha yako. Namba 7, kuwa na uvumilivu ambao binadamu wengine hawana. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mafanikio ya kweli hujengwa kwa hatua. Mafanikio ya kweli sio kitu ambacho unaweza kuamka ukakifanya na ukawa moja kati ya binadamu wenye mafanikio. Lazima upitie changamoto mbalimbali, na changamoto hizo ndizo ambazo huwazuia watu wengi kufanikiwa. Lakini kwa sababu wewe umeamua kuanza safari ya mafanikio, haijalishi changamoto zinakuja kwa wingi kwa kiwango gani kwenye maisha yako, jenga tabia ya uvumilivu. Utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.